hili neno la siku ya leo uliandike kwa makini, na baada ya kuliandika uweze kuiwekea tarehe. Bwana Yesu apewe sifa. Useme neno la tarehe. Bwana apewe sifa. Neno la tarehe hii ama wakati kama huu ni tarehe ngapi leo? Leo tarehe 23. Siku ya tarehe 23 kuna mambo ambaye Bwana anajaribu kuongea kati yako mimi na wewe. Na kitangulizi chetu tumesikia kwamba kazi ya Bwana isiwe ya kulazimishwa. Usiwe unalazimishwa kwa kufanya kazi ya Bwana. Usiwe unasukumwa kwa kufanya kazi ya Bwana. Usiwe kila wakati unapigiwa simu ya kwamba ukumbuke kwamba kesho utakuwa kwa ibada, ili ukumbuke kwamba kuna ibada. Kazi ya Bwana si ya kusukumwa. Haleluya. Kazi ya Bwana ni ya mtu ule ambaye anajua nimekuja kumtumikia Bwana ama nimekuja kumtafuta Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio mtu ambaye anajua kwamba sasa yeye anaongea na Bwana wake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo si kile neno la Bwana ambalo tunaenda kujifunza ni kuhusu Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Bwana ambalo tunajifunza leo ni kuhusu baada ya kuanguka nitasimama tena. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kuanguka nitasimama tena. Biblia inatuambia kwamba wakati mtu anajikwaa, mtu ambaye amejua Mungu, uvai ukijikwaa ubaki mahali pale, unavaa unainuka na unasimama na unaendelea tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hili neno litakuja kukusaidia baada ya miaka zitakapopita. Neno hili ambalo ninakwambia siku ya leo ya kwamba baada ya kuanguka nitasimama tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu watu wengi walianguka na wakaacha Mungu. Watu wengi walianguka na wakaacha wokovu. Tunapoingia kwenye mitandao, sarakasi zinafanywa kwenye makanisa, ni kwa sababu wakati walianguka hawakurudi kutafuta Bwana. Walivyoanguka waliamua kukaa katika kuanguka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anakuambia kwamba mimi nimeokoka, roho yangu iko safi. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu akikwambia hivyo, na wengine wanapenda kutumia kwamba sio mimi si lazima niende kanisa kwa sababu roho yangu ndio kanisa. Ni sawa, wewe roho yako iko safi na roho yako iko sawa,